Bwana, karibu tuangazie taarifa muhimu zote kuhusu Red Devils siku ya leo. Kinachoendelea kikubwa usajili wa Matheus Fernandes. Tunakwenda kupata taarifa nzuri kutoka kwa Fabrizio Romano, lakini pia tutapata taarifa ya kumhusu Sandro Tonali. Nini kinaendelea kwa Sandro Tonali na Manchester United? Hali kadhalika taarifa kumhusu Carlos Baleba tutaipitia hapa kwa uzuri kabisa, lakini pia tutaenda kuangazia taarifa za usajili wa mlinzi wa kushoto na mambo makubwa mengine mengi kuhusu Onana. Barca wanaturuhusu kumchukua mchezaji wao, lakini taarifa nyingine nyingi zaidi tutakwenda kuzipitia kutoka hapa United Insider. Usiache kurequest usafiri wa gharama rahisi kabisa Dar es Salaam, unaitwa Twende Ride. Nenda App Store, Play Store, ka download application yao, install kwenye simu yako, inakuwa unyama zaidi unapotafuta usafiri wa kimtandao. Una request tuna Twende Ride, mambo yanakuwa fresh kabisa. Bana, taarifa kubwa kabisa kwa sasa ni kwamba mazungumzo yanaendelea kati ya Manchester United pamoja na kambi ya mchezaji Matheus Fernandes, na Manchester wanafanya mazungumzo na wakala wa Matheus Fernandes. Huyu si mwingine bali ni mtu maarufu kwenye shughuli hizi, Jorge Mendes. Hivyo Manchester wanaendelea na mchakato huu wa kuhakikisha wanakamilisha mpango wa usajili wa Matheus Fernandes kutoka West Ham United. Vyanzo vingine vya habari vinatuambia Manchester watapeleka bidi yao ya kwanza ya paundi milioni 60 kwa West Ham United kuona wanaweza vipi kushawishi kumpata mchezaji huyu kutoka West Ham. Kwa maelezo ya taarifa zingine, Manchester tayari wamefikia makubaliano binafsi na Matheus Fernandes kuweza kumsajili, na hili ndio jambo la muhimu zaidi katika siku za hivi karibuni kwa Manchester. Sajili zake zote ni kwanza kukubaliana na mchezaji. Kama mchezaji atakuwa willing kuja United, hapo ndipo wanaendelea na mambo mengine, na tayari Matheus Fernandes ameonyesha green light ya kujiunga na Manchester United na kuvipiku vilabu vingine, na kwa mujibu wa Court of Side wanatuambia Manchester wameishinda resi hii kwa kuvipiku vilabu vingine ambavyo vilikuwa vinaonyesha nia ya kumsajili Matheus Fernandes. Ikitajwa Arsenal, wanataja Real, wanatajwa PSG, na inaonyesha kabisa mchezaji ana mahaba ya kujiunga na Manchester. Hivyo Manchester United wanaendelea kuhangaika kuhakikisha wanaweza kumsajili, na kwa mujibu wa Fabrizio Romano anasema mazungumzo yanaendelea vizuri kati ya Manchester na kambi ya mchezaji, na wana uhakika Manchester kumsajili kwa paundi milioni 80. Bidi ya kwanza itakuwa 65, lakini Manchester na uhakika kabisa watafika kwenye 80, watakuwa wamekamilisha mchakato wa usajili wa Matheus Fernandes, japo bidi ya kwanza itakuwa inapelekwa paundi milioni 65, na kinachochagizwa ni mchezaji mwenyewe kuonyesha nia ya kutaka kujiunga na Manchester na makubaliano binafsi. Kwa mujibu wa taarifa nyingi za leo, zinatuambia kwamba makubaliano binafsi yamekwisha kufikiwa kati ya pande mbili, Manchester na mchezaji. Kitachobakia ni West Ham United ambao wao wameweka wazi wanataka paundi milioni 85 kuweza kumpata mtu anayemtaka kumchukua Matheus Fernandes. Hili ni jambo kubwa sana siku ya leo. Tusubiri kuona nini kitatokea ikiwa muda wa usajili unazidi kwenda vizuri, na wakati huu kombe la dunia pia liko linaendelea na kuna nyota wanafuatiliwa kutoka kwenye kombe la dunia. Sababu tumeshaambiwa Manchester ina option zaidi ya 6 za kusajili viungo katika dirisha hili la usajili. Taarifa nyingine kubwa na ya muhimu ambayo upaswa kuachana nayo ni taarifa kumhusu Sandro Tonali. Inaelezwa kwa mujibu wa Fabrizio Romano, Manchester ni kama wamepozi hivi swala la kuendelea na mchakato wa usajili wa Tonali kwa sababu ya gharama kubwa inayotajwa na Newcastle United. Newcastle wanataka pauni milioni 100, na zile add-ons zikiongezeka basi huenda gharama ikafika 110 mpaka 115, 20 inaweza ikafika hivi. Kwa Manchester ni kama wamepause kwa sasa swala la kumsajili Sandro Tonali. Hii ni kwa mujibu wa Fabrizio Romano. Kwanza anasema hii gharama ni kubwa na bado kuna competition kubwa kutoka kwa Manchester City pamoja na Arsenal, na City wanaonekana watakuwa tayari kulipa mshahara mkubwa zaidi kuliko Manchester United. Hivyo United kwa sasa ni kama wanakwenda kupause kwanza swala la Tonali, huku wakihakikisha kwanza wanampata Matheus Fernandes, na itakuwa wamekamilisha sajili zao 2 za viungo kabla ya kutafuta kiungo wa 3 ambaye atakuwa ni plani nyingine. Wanasema plani ya kwanza itakuwa imekamilika ya kumpata Ederson kutoka Atalanta ambaye ni kama limeokotwa embe kwenye mazingira mazuri hivi, kwa sababu bei ambayo imepatikana ya jumla ya euro milioni 38
ni jambo ambalo halikutarajiwa. Kwa hiyo Manchester bado inatafuta option zingine ambazo zitakuwa nzuri na rahisi. Kwa hiyo kuna Ederson ya euro milioni 38, lakini kuna paundi milioni 80 ya Matheus Fernandes, kwa ni sajili ambazo zitakuwa zimekamilika, na baada ya hapo Manchester watakwenda sasa kuangalia option nyingine ya usajili ambayo wako nayo ya kuongeza kiungo, lakini bado kuna winga inazungumzwa pamoja na mlinzi wa kushoto, na kuna taarifa kwamba atapouzwa mtu kama Mazraoui, kwa taarifa zilizokuwepo wanaweza kutafuta mlinzi mwingine. Julian Rayson kutoka Borussia Dortmund amekuwa akizungumzwa kwamba huenda akapata nafasi hiyo. So hii ni taarifa nyingine ya muhimu kabisa, lakini kwa mujibu pia wa Ben Jacob anasema Manchester United bado wanamwangazia Carlos Baleba kutoka kwenye klabu ya Brighton kama moja kati ya viungo sahihi wa kuweza kuwasajili kwenye dirisha hili, lakini bado hawatakuwa tayari kulipa zaidi ya paundi milioni 75 ambayo klabu ya Brighton inaiona ndio thamani sahihi ya kuweza kumuuza Carlos Baleba. Hii ni kitu kingine ambacho kitakuwa kinaendelea, na inaonekana kabisa ni wazi msimamo wa klabu ya Manchester kupitia Ineos, hawataki kulipa gharama kubwa. Wanaogopa kilichotokea kwenye wachezaji wengi ikiwemo kina Jadon Sancho ambao wameondoka bure, kina Paul Pogba, thamani ya ununuliwa ilikuwa kubwa, kina Anton wamenunuliwa kwa gharama kubwa, wameshindwa kuja kudeliver, lakini pia wameondoka kama wachezaji bure. Sancho ameondoka mchezaji bure kabisa kwa paundi milioni 75 ambayo alinunuliwa na hakuna ambacho alikifanya. Hivyo Ben Jacob anasema Manchester hawako tayari kulipa paundi milioni 75 kwenda kwa Brighton ili kumpata Carlos Baleba, lakini Baleba bado ni miongoni mwa wachezaji ambao United inawatazama kwa ukaribu zaidi na wanamuona kama ni mtu muhimu katika swala la kuweza kumsajili. Na ukiachana na sehemu ya kiungo, sehemu ya ulinzi hatuwezi pia kuiacha kwa sasa. Ni taarifa ambazo ziko nyingi sana. Inaelezwa Manchester wameachana na mpango wa usajili wa Nathan Brown kutoka nchini Ujerumani kwenye klabu ya Frankfurt kwa siku kadhaa hivi, karibu mwezi na kitu, kulikuwa na taarifa hii ya Nathan Brown kujiunga na Manchester, na nilikuwa nikikupa hii taarifa hapa, lakini sasa inaelezwa Manchester wameachana na plani ya kumsajili Nathan Brown, na focus yao kwa sasa ni kusajili proven wa pale England, na wanamwangazia kwa ukaribu sana Anton Robinson kutoka kwenye klabu ya Fulham ambaye ni mlinzi bora kwenye upande wa kushoto katika ligi ya England. Ana thamani ya euro milioni 30 mpaka 40 hivi. Huyu ni mtu ambaye Manchester wanamuona kama ni kipaumbele pia cha kuweza kumsajili, lakini bado wanasalia na Lewy Hall kama miongoni mwa wachezaji ambao wanawatazama zaidi katika swala la kuwasajili. Lakini hapo kwenye sehemu ya ulinzi bado inasemekana, taarifa zilizopo siku ya leo ni kwamba bwana mdogo Harry Amos atakwenda na kwenye pre-season. Ni mtu mwingine ambaye anaangaziwa kama ni mtu sahihi ambaye anaweza akapata nafasi, huku Patrick Dogu akisalia kuwa ni mtu mwingine ambaye ni option ya upande wa kushoto. Kwa hiyo kuna option kadhaa ambazo United wanazitazama zaidi kuelekea kwenye dirisha hili la usajili na kuenda kuanza msimu ujao. Lakini jambo jingine zuri ni kwamba kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa president wa klabu ya soka ya Trabzonspor bwana Ertuğrul Dogan anasema Andre Onana atasalia nchini Uturuki kwa sababu anafikiri wamekwisha kumalizana kwenye mambo muhimu ya kimaslahi, na anaamini kwamba Onana atasalia kwenye klabu ya soka ya Trabzonspor kuelekea msimu ujao. Hivyo Onana huenda asijiunge na Manchester kwenye pre-season kwa sababu tunafahamu Onana bado ni mchezaji wa Manchester, lakini kwa mujibu wa Ertuğrul ni kwamba anaweza kubakia nchini Uturuki akiendelea kuitumikia klabu yake ambayo ameitumikia kwa Trabzonspor, ambayo alitumikia katika msimu uliopita. Taarifa nyingine kuhusu upande wa kushoto ni kwamba FC Barcelona wako tayari kusikiliza ofa ya Alejandro Balde ambaye amekuwa akihusishwa pia na Manchester United katika upande wa kushoto. Kwa FC Barca wako tayari kusikiliza ofa nzuri ambayo itapelekwa ya kuweza kumwachia Balde. Hili kwa mujibu wa taarifa kutoka Marca siku ya leo. So hizi ni taarifa za muhimu sana siku ya leo kuhusu United. Sachi kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, alafu tunaenda mjini na twende ride usafiri wa kimtandao ambao unapatikana kwa gharama rahisi kabisa. Chao.